Habari za asubuhi. Naitwa Melanie Weiss, natoka Cannes, nafanya kazi na Cannes. Mimi ni communications na projects intern. Nimefurahi sana, shukuru Mungu. Taasisi inayojihusisha na mabadiliko ya tabia nchi na mazingira Tanzania Cannes imetakiwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuwezesha vikundi ambavyo vinahifadhi mazingira Unguja na Pemba. Akizungumza katika hafla ya ufungaji wa mafunzo ya siku 3 ya ufugaji wa nyuki kitaalamu kwa wanaoshirika wa ustawi wa jamii na kuhifadhi mazingira Chwini, kilipo kituo cha ubunifu wa sayansi Habu Chwini, wilaya Magharibi A, mkoa wa Mjini Magharibi, waziri wa nchi afisi ya makamu wa kwanza wa rais Harus Said Suleiman anasema mafunzo hayo pamoja na kutupatie mizinga ya nyuki ni jambo kubwa la kupigiwa mfano, na kimsingi Cannes Tanzania wanaungana na juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuinua hali za kiuchumi za wananchi wa Zanzibar. Tuwapigieni makofi Cannes. Hivyo ni matumaini yangu kuwa malengo yaliyokusudiwa yatapatikana. Yatapatikana, hayapatikani? Yatapatikana. Vile vile niwaombe Cannes Tanzania waendelee kushirikiana na serikali katika uhifadhi wa mazingira ya nchi yetu. Zanzibar ni visiwa ambavyo vinaathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi yanayoikumba dunia kwa kasi kubwa na kuathiri mazingira yetu. Hivyo Cannes Tanzania tunawaomba muendelee kushirikiana na serikali kupitia kuwawezesha vikundi mbalimbali vya kuhifadhi mazingira Unguja na Pemba kwa faida ya Wazanzibari wote na Tanzania kwa ujumla. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi inathamini sana michango yenu mbalimbali mnayoendelea kuitoa. Waziri Harusi akawataka wanaoshirika hao kuzidisha mapenzi ya upendo pamoja na juhudi kubwa katika kuhakikisha kuwa kikundi chao kinapiga hatua kubwa zaidi kimaendeleo. Niwaombe wanaoshirika huu wa ustawi wa jamii Chwini, kwanza muongeze mashirikiano na upendo baina yenu wanaoshirika pamoja na wadhamini wenu Cannes Tanzania. Kitu chochote mnachokiendeleza kwa pamoja, msipojiongeza mkaweka ushirikiano na upendo wa dhati baina yenu, hicho hakina muda kitapotea. Sasa nyinyi kwa vile mmeniambia kwamba tangu mwaka 2023 mko pamoja mpaka sasa, ni dhahiri kwamba mna mashirikiano ya dhati, lakini na mimi nawaomba muendelee kuongeza mashirikiano ya dhati. Msikaribishe fitina ndani ya vikundi vyenu, kikundi chenu. Msikaribishe mfarakano ndani ya kikundi chenu, ushirika wenu. Tuko pamoja jamani? Mambo haya yakiingia pale popote ni kama acid. Lazima mtayayuka. Tunaelewana eh? Fitina ikiingia kwenye pahali popote ni acid, lazima itayayusha yale mema yaliyopo. Na waomba sana muendeleze ushirika huu kwa upendo na ushirikiano mkubwa. Kukoseana watu walio wengi mkikaa pamoja, wawili tu mnakoseana, lakini likitokea basi mkae pamoja mlisuluhishe kabla halijatembea na kuharibu ushirika mzima. Tuko pamoja? Nikiwaangalia na waona mko makundi tofauti, kuna vijana, kuna watu wazima wa makamo, lakini wapo watu wazima wakubwa wenye umri mkubwa kama mimi au kama hawajafikia wanakaribia. Msishindwe na kitu katika kuhakikisha mnalinda ushirika wenu. Na msikaribishe mfarakano wa kuharibu ushirika wenu. Endeleeni kujipanga kupambana ili kuweza kuhakikisha nyinyi mnakuwa walimu pengine kwa Zanzibar nzima. Na uwezo huo mnao. Katika hatua nyingine, Waziri Harusi akawataka Cannes Tanzania kufanya juhudi za kwenda Pemba wilaya Wete kwa kutoa elimu ya utunzaji na uhifadhi mazingira pamoja na ufugaji wa nyuki. Sasa nawaomba sana Cannes Tanzania
mwelekee na kisiwa cha Pemba. Mwelekee na kisiwa cha Pemba, na mwenyeji wenu wa fani Pemba anaifahamu vizuri sana, na sina hakika lakini naamini atakuwa ameshaanza kuwadokeza, au pengine kuna project ambazo mmeshawahi kuzifanya, mimi sijui. Naomba sana uangalie Pemba katika kuhifadhi mazingira yetu. Ombi langu jingine, mimi ni mwakilishi wa wananchi jimbo la Wete Pemba. Wete Pemba oye! Oye! Chuini oye! Oye! Kani oye! Oye! Ushirika moto moto! Moto moto! Ombi langu jingine ni kwamba mimi ni mwakilishi wa wananchi jimbo la Wete Pemba. Na waomba sana KAN Tanzania muje katika jimbo langu la Wete. Na waalika hasa mje katika jimbo langu la Wete, ili na sisi mtupe elimu. Kuna vijana wengi tu, mje muwape elimu ya utunzaji wa mazingira, ukiwemo upandaji wa miti mbalimbali ikiwemo mikoko, lakini hata huu mradi wa nyuki pia unahitajika katika jimbo la Wete. Mimi kama mwakilishi nitaandaa vijana, na kwa kweli tulishajipanga kuingia katika fukwe ili kuangalia ni sehemu gani ambayo watajikita katika upandaji wa mikoko. Ni maandalizi madogo sana ambayo tulishayafanya tangu ianze program ya upandaji wa miti na kuirudisha Zanzibar ya kijani. Kwa hiyo nitawaomba sana mje ili muendelee kutupa hamasa zaidi na kupata elimu hii, na naamini kwa kupitia hilo mtawawezesha kiuchumi wananchi na vijana wa jimbo la Wete, ili na wao waweze kumudu maisha yao, lakini waweze kulitumikia taifa lao kwa kuyarudisha mazingira ya visiwa vya Zanzibar. Mariam Juma Mabodi ni katibu mkuu ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, pamoja na Farahati Ali Mbaru kutoka idara ya mazingira, nao wakawa na haya ya kusema. Shukuru wewe Mheshimiwa Waziri, mbali kuwa na majukumu mengi, lakini umeungana nasi leo katika hafla yetu hii Mheshimiwa. Kwanza kuja kutufungia mafunzo yetu haya ya siku 3 juu ya uzalishaji wa asali, lakini pili kutugaia sasa vitendea kazi ambapo ni mizinga hii 20 kwa jumuiya yetu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa. 3, tunashukuru uongozi wa idara ya mazingira pamoja na KAN Tanzania kwa mashirikiano makubwa ambayo mnayotupa, ambayo yanasimamiwa na kuendelezwa na sheha wa shehia ya Chuini. Asanteni sana, ambapo jumuiya yetu hii imepata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa majukumu yetu, hasa katika uhifadhi wa mazingira. Na kama alivyozungumza Mheshimiwa Sheha, tayari mafanikio makubwa tumeyapata. Tulikuwa 25, sasa hivi tuko 56. Tuna ekari ngapi? Tuna ekari 5.5 sasa hivi ya vitalu. Tumepata mafunzo mbalimbali juu ya uzalishaji wa miche ya mikoko, na tayari miche 22 tumeshapanda. Hongereni sana. Kwa niaba ya ofisi ya makamu wa kwanza rais, naomba kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru nyie kwa dhati kwa ujio wenu na kuweko hapa kwa siku 2, na leo ndio siku ya mwisho katika mafunzo haya ya nyuki. Ya pili kwa shukuru KAN. Mheshimiwa Waziri, KAN wameshirikiana na sisi toka 2023, na sio tu kwa eneo hili la Chuini, lakini tumeingia katika makubaliano nao KAN Tanzania katika kufanya mapitio ya sera ya mazingira ya 2015. Na sasa hivi tuko katika mchakato kukamilisha policy sera hiyo ya mazingira. Na lengo lao la mwanzo lilikuwa kufanya mambo mawili: kufanya mapitio ya hiyo sera ya mazingira pamoja na kufanya mapitio ya mkakati wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini wakaona hiyo si kidogo, wakasema basi tuongeze, ndo wakaingia katika eneo hili la Chuini na wamefanya utafiti mbalimbali Unguja na Pemba kuangalia hali halisi ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kama unavyojua, kama ulivyosema mwenyewe, kisiwa chetu kinaathirika sana mabadiliko ya tabia nchi.
So tunashukuru sana sana sana, na kwa taarifa yako kesho tuna kikao chao kingine. Hapa wamesema wanaendelea na mafunzo mengine ya vitalu vya matunda, lakini sisi kule ofisi kuu tuna kikao kingine na CAN katika mambo ya kufanya tathmini ya mpango mzima wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Loveness ni afisa tehama na mawasiliano CAN Tanzania, anaelezea jinsi walivyofanya kazi na ushirika wa ustawi wa jamii na mazingira Chuini. Loveness James Nkia ni afisa tehama na mawasiliano katika taasisi ya CAN Tanzania, na leo nawakilisha uongozi wa CAN Tanzania katika zoezi la kukabidhi mizinga ya nyuki kwa jamii ya Chuini. CAN Tanzania imekuwa ikifanya kazi na jamii ya Chuini kwenye shughuli mbalimbali za kimazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa hapo zamani tumefanya shughuli kwenye mikoko na miti aina mbalimbali pamoja na kutoa mafunzo mbalimbali. Lakini katika kipindi hiki tumetoa mafunzo ya ufugaji nyuki, ujasiriamali, utunzaji wa fedha pamoja na uongezaji wa thamani kutokana na mazao ya nyuki kwa jamii ya Chuini, ili kuwawezesha kupata kipato ambacho kitawawezesha kuepukana na zile shughuli hatarishi kwa mazingira. Kwa hiyo kutokana na mikoko ambayo wanaitunza, lakini pia kufuga nyuki itawezesha kupata vipato na kuweza kupata shughuli nyingine za kimaendeleo tofauti na zile za utunzaji wa mazingira. Kwa shughuli hizi zitawasaidia wakazi wa Chuini kuendelea kujipatia kipato na kuepuka kujiingiza katika zile shughuli hatarishi kwa mazingira yetu. Sheha wa Shia Chuini Mohamed Sheheri anasema amefurahishwa kwa ushirika kupata mafanikio na elimu kutoka kwa CAN Tanzania, ambapo imewafanya kuwa wenye uhifadhi mazingira katika Shia Chuini ambayo iliathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Leo tuko Chuini pamoja na ushirika wetu wa utunzaji wa mazingira, lakini pia tumefaidika leo kukutana na Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Harusi, kwa pamoja kuweza kuja kuwaidhi na kuwapatia baadhi ya vifaa katika ushirika huu. Lakini tukija katika mafanikio katika ushirika huu wa Chuini pamoja na wananchi kwa ujumla wake, wananchi napenda kusema wamefaidika. Jambo la mwanzo, wamefaidika kupata elimu ya utunzaji wa mazingira pamoja na upandaji wa mikoko ya aina tofauti, kwa sababu mikoko kuna aina nyingi. Lakini pia pamoja na wananchi hao kuna matabaka tofauti, kupitia walemavu, kupitia watoto, kupitia vijana. Kusema kweli ushirika huu haujamwacha mtu hata mmoja nyuma. Walemavu wamo, vijana wetu wamo, pamoja na watoto wa aina tofauti, jinsia tofauti. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri wananchi wa Chuini wamefaidika kwa kupata elimu, kuweza kujua njia gani ya kutunza mazingira na njia gani utunzaji wa mazingira kupitia miti ya aina mbalimbali. Lakini mpaka sasa imeshapandwa miti takriban 22,000 na tunatarajia mvua hizi zinazoanza, kwa sababu katika kitalu tunayo miche 6,000. Tunatarajia kupanda miche 6,000, tukija tukichanganya ile tutakuwa na miche karibuni 24,000 tuliyopanda katika shehia yetu ya Chuini. Lakini pia tumefarajika kupata mizinga ya nyuki. Hii inaonesha jinsi gani wanaostawi wa jamii Chuini wameitumia elimu ile vizuri, na ndiyo maana washirika wetu ama wadau wetu CAN Tanzania wameona kupitia ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, wameona jinsi gani wana Chuini wako tayari katika utunzaji wa mazingira, na ndipo na wao sasa wakaona hapana, ili utunzaji wa mazingira uendelee, tuwapelekee na mradi mwingine ili kuweza kutanua zaidi, kwa kuweza kujipunguzia ukali wa maisha na kujipatia kifadho cha mtu mmoja mmoja pamoja na ushirika. Nao wana ushirika wa ustawi wa jamii na mazingira Chuini, Haji Hamisi Hassan pamoja na Mwajuma Siwambili Pandu wanaelezea jinsi walivyoyapokea mafunzo hayo ya ufugaji wa nyuki, pamoja na kuahidi kutoa elimu kwa vikundi vingine, na kuwashukuru CAN Tanzania kwa taaluma wanazoendelea kuzitoa katika ushirika wao. Faidika katika mafunzo hayo ya ufugaji wa nyuki. Kwanza mimi nilikuwa sijui kuna aina ngapi za nyuki, lakini ndani ya mafunzo haya nashukuru tumepata kujua aina za nyuki. Mafunzo haya tutatumia kwa kwanza kuwaelimisha wenzetu katika shehia yetu ya Chuini katika mradi huu au katika utaratibu wa ufugaji wa nyuki. Wakati tuna moyo mmoja na upendo wa dhati katika swala hili la ufugaji wa nyuki, hakuna shaka tutanufaika katika swala hili la ufugaji wa nyuki katika shehia yetu ya Chuini. Baada ya kupata elimu ya hali ya hewa, yani mabadiliko ya tabia nchi, tukajikita huku katika upandaji wa mikoko kwa ajili ya kuzuia mmong'onyoko zaidi au hali ya tabia nchi usiendelee ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar au ndani ya nchi yetu ya Zanzibar. Tumeingia katika kufuga nyuki ili tuliona tusikae katika kupanda mikoko tu, ili tunapoenda kupanda mikoko tuwe na mradi mwingine ambao utatupatia kipato hichi cha ufugaji wa nyuki. Wito wangu kwa serikali ituone
ipite ndani ya mijiji au mitaa au ndani ya ushirika, iwatutazame katika masuala hii ya ufugaji, ili utupe nguvu na sisi ili tupendeleze kufuga yani katika ufugaji huu wa nyuki. Lengo la mafunzo ni kwamba kuja kujifunza namna gani tunaweza kuwafuga nyuki na kupata faida. Kwanza tumepata kujua nyuki kama nyuki, tulikuwa tunajua tu kama nyuki sio kazi ya msingi, ni kama kupoteza muda, lakini kutokana na mafunzo kumbe nyuki ni kazi kama kazi nyingine. Unaweza kujihusisha kwenye nyuki, ukapanga utaratibu, ukapata kipato kama wanavyopata wafanyakazi wengine. Tulikuwa tunajishughulisha na upandaji wa mikoko pamoja na ufugaji wa samaki na kaa. Kwa sababu serikali inataka kuwasaidia wanajamii. Kwa hiyo mikoko tunahifadhi mazingira kwa sababu mazingira kutokana na hali tabia ya nchi. Lakini ili tujienue kiuchumi, wana ushirika na wanajamii. Kwa hiyo tumepata mafunzo, tukataka kufuga nyuki ili kupata kama ni njia ya kujienua kiuchumi. Nawaambia waongeze jitihada, watuzidi kutusaidia, wasivunjike moyo, wazidi kutupa mafunzo zaidi juu ya haya. Ikiwezekanika tuchukue japo wanasema ile scholarship kwenda kutembea sehemu tofauti tofauti, kwenda kujifunza ili kufaidika zaidi, hususan vijana. Mafunzo hayo ya siku 3 ya kuwapa ujuzi wa elimu ya ufugaji wa nyuki na mbinu mpya ya upatikanaji ya asali iliyo bora na nyingi yamedhaminiwa na kutolewa na taasisi inayojihusisha na mabadiliko ya tabia nchi na mazingira Tanzania KANI. Yameleta faraja kwa wanaoshirika wa ustawi wa jamii na mazingira ya Chuini pamoja na idara ya mazingira ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Chuini kilipo kituo cha ubunifu wa kisayansi Hub yalipofanyika mafunzo hayo, Mwarabu Mmadi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.